Bwana wetu Yesu Kristo apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Mheshimiwa Baba Askofu, Mheshimiwa Katibu Mkuu, Katibu wa Diocese, Mheshimiwa Mkuu wa Jimbo na wajumbe wote wa Halmashauri Kuu, itifaki kama ilivyowekwa mbele yetu, tutaendelea na itifaki hiyo. Tunamshukuru Mungu kwa neema yake kwamba leo katikati ya yote ndani ya Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania tumepata neema kwamba kwenye Diocese ya Kaskazini Mashariki, mahali ambapo mwenyekiti wa Halmashauri ya Misioni ya Uinjilisti ndio anakotoka, lakini pia ndiko naibu katibu mkuu alikotumwa, diocese yake iliyomtuma na kupata neema kutumika ndani ya kanisa alikotokea. Basi pamoja na hayo yote tunapata neema ya kufanya kitu kingine zaidi. Kwanza kuwa na vijana na waratibu, lakini zaidi kufikia hatua ile ya kuweza kuingia katika kuzindua jambo mojawapo la muhimu. Mheshimiwa Mwenyekiti, najua siwezi kutegemea kwamba mara nyingi nitakuwepo kuja mikanjoni mara kwa mara. Labda niseme machache kwa haraka sana kuhusu misioni na uinjilisti. Lakini kabla ya kusema hayo, niungane na katibu mkuu kuwapongeza. 7.6 kufika 2.3 sio shughuli ndogo. Jamani, shughuli hii ni shughuli kubwa. Na nakumbuka wakati ambapo baba askofu anaingia kazini, tulikuwa naye nikiwa katibu mkuu. Ni kweli kwamba alikuwa ukisikia simu inaita unaogopa. Unajua kabisa kwamba kinachofuata inawezekana ni kufuatwa. Alafu wakati ule walikuwa wanasema kwamba kama ni kukamata tamkamata katibu mkuu. Kwa hiyo anaambia baba askofu, wakija kabla sijasukumwa ndani mjipange, maana itakuwa shughuli ni ngumu. Sitaenda kirahisi. Lakini Mungu ni mwema, hakuna aliyekamatwa mpaka leo. Hatua hii ni kubwa, na mimi niwapongeze kwamba sisi tulioko humu tumeshiriki. Unajua, ukiangalia kuna wengine wakati huu, kuna wengine wanatafuta mahali pa kwenda, yaani wanaweza kusali huko na huko. Huu wakati kutoka 7.6 kwenda 2.3 mpaka kuitafuta 0, kuna watu watakimbia huko na huko. Lakini waambie jambo moja, atakaye simama katika zamu yake hata mwisho ndiye atakayeokoka. Tusione furaha wakati wa kula tu, tuone furaha na wakati wa kufanya. Mimi nawaombea sana baraka za Mungu. Najua ninashiriki, sitasema nashiriki kwa namna gani, lakini mimi ni msharika wa kanisa kuu, lakini pia ni msharika wa Magamba. Maana mimi ni msharika hasa wa Magamba, kule Magamba. Na baba askofu, unajua nikisema Magamba ndiko mke wangu anakotumika kama mchungaji. Kwa hiyo ni msharika mwaminifu wa Magamba. Kwa hiyo tushiriki katika kazi hii. Tusichoke wala tusikate tamaa. Na niwahakikishie kwamba mwisho hauko mbali, uko karibu. Na mimi ninachofurahi zaidi kwamba Mungu ametupa kipimo. Kama tumeweza 7.6 tunataka tuimalize, tukiwa na pace hiyo, yani mwendo huo, tuna uhakika wa kufanya vitu vikubwa ndani ya diocese kila mwaka. Maana ukipiga hesabu za haraka ni kama 1.5B kwa mwaka ambayo inakuwa inakusanywa. Hakuna mtoka nje, ni sisi wenyewe. Hivi na hali zetu, tunakula uono wetu, tunajibana, mambo yanakwenda, shughuli zinasogea. Hivi. Na Mungu akitushika hivyo kwa uaminifu, tukajipa miaka mingine michache mbele, tutakuwa tunashusha majengo, tunashusha vitu, tunawekeza, na Mungu atabariki hayo. Baba Askofu, hongera sana, na niendelee kukutia moyo kwamba kazi ya Bwana isonge mbele, mdogo lakini kwa uhakika. Jambo la pili, nipende tu kusema katibu mkuu ametueleza kwa sura pana. Mimi naomba niseme kidogo yanayohusu idara ya misioni na uinjilisti. Wajibu wa idara ya misioni na uinjilisti wanasema kwamba ni uti wa mgongo wa kanisa: kusimamia, kuratibu, kushirikisha na kushauri katika mambo mbalimbali yanayohusiana na ibada zetu, taratibu za ibada zetu, na mambo ya utunzaji wa kiroho ndani ya kanisa, kwa upole na kwa unyenyekevu, lakini kwa uhakika na uthabiti. Kusimamia kanisa katika njia yake ndani ya kanisa letu, diocese zetu na sharika zetu, kuona kwamba tunasimama katika njia inayompendeza Mungu. Chini ya idara hii ambao mwenyekiti wetu ni baba askofu Dr. Msafiri Mbilu, kuna idara au kitengo cha maandiko ya kanisa. Maandiko ya kanisa, kitabu cha tumwabudu Mungu wetu
kiko chini ya idara hii ya misioni na uinjilisti, kitengo cha maandiko. Kuna kitabu cha Sunday School. Kwa sasa hivi najua tumetoa kitabu kimoja. Kwa wale walimu wa Sunday School wanafahamu. Hatutakuwa tena tunatoa kila mwaka. Ukinunua kitabu hicho, kinatumika ni sehemu ya kwanza ya kitabu kwa mafundisho ya umri fulani. Tutatoa kitabu cha pili na cha tatu. Kwa ukiwa na seti ya vitabu vitatu, wewe itakuwa Sunday School inaendelea kufundishwa mwaka mzima kwa madarasa, kwa viwango, kila moja kwa umri wake. Lakini pia kitabu cha Furahini katika Bwana kiko chini pia idara hii ya maandiko. Na katika idara hii ya maandiko, niombe kuwaambia pia tuna kitu inaitwa KKKT maandiko. Hii ni app, iko kwenye simu zetu. Mwanzoni tulikuwa na kile kitabu ambayo ukifungua inaitwa, sio hata nimekisoma maana sikifungue. Kinaitwa Tumwabudu, inaitwa nani? Tumwabudu Mungu wetu. Walichukua jina zuri, sisemi walichukua. Ilikuwa ni sehemu moja hapo ya kanisa. Wale wanaitwa Luiko, ilikuwa ni kampuni ya uwekezaji ya kanisa. Na kitabu kile kimeendelea kutumika, kwa bahati watu wanaendelea kununua kule. Kwa kutumia fursa hii ya kuwepo kwenye ibada hii, niwaambie, siku hizi hatutumii tena Tumwabudu Mungu wetu. Ukilipa kule, ile fedha haingii kwenye kanisa. Kuna watu wamekinga mahali mfuko kwa upande wa pili, ndio wanaotuumiza. App ambayo ipo inayotumika ni KKKT maandiko. Bwana Yesu asifiwe. Na ukiingia kwa wale wenye Android na wenye iPhone, ukiingiza neno KKKT maandiko pale, ukitafuta, ukisearch, inakuletea. Ukiletewa unaweza ukalipa kwa mara ya kwanza shilingi 8,000. Ukishalipa shilingi 8,000, mwakani ukirenew unalipa shilingi 2,000. 1,000 kwa ajili ya kalenda, 1,000 kwa ajili ya kitabu cha nyumba kwa nyumba. Hutalipa tena 8,000. Kwa unalipa 8,000 mara hii moja. Na niwahakikishie kwamba kwa sasa tuna wataalamu software engineers wa mambo ya usalama wa kimtandao. Wamehakikisha na kudhibiti swala la usalama wa kimtandao kwa kiwango cha juu. Kwa niwakaribishe. Ndio tutapenda kusisitiza uingie na Biblia yako na kitabu cha nyimbo. Lakini ukiwa njiani au mahali fulani umefika, ibada imetokea, una mahali pa kuangalia. 8,000 tu. Yaani haifikia hata kifurushi cha Azam cha shilingi 28,000 kwa mwezi. Hii ni 8,000 kwa mwaka mzima. Unapata kitabu cha kalenda pamoja na nyumba kwa nyumba. Lakini pia kuna digital, KKKT digital. Na katika KKKT digital, hii ni jukwaa kama alivyosema katibu mkuu kwamba tutaelezea. Ni jukwaa ambalo msingi wake ni kuwaleta vijana, waumini na Wakristo wote kwa pamoja kuwa na platform ama jukwaa la kuweza kupata taarifa mbalimbali za kanisa. Wapendwa wangu, katika jukwaa hili kuna elimu mbalimbali. Nisitumie muda wenu mwingi. Lakini kama kuna kitu ningependa ukinukuu au kukiandika, andika KKKT digital. KKKT digital. Ukiandika hiyo, itunze. Baadaye unaweza ukaangalia ukiwa nyumbani. Na kama kuna maswali, inaonyesha pia pale. Unaweza kupata nafasi ya kuuliza maswali. Nimerusha brochure hii kwenda kwa mwenyekiti wa vijana taifa na mratibu. Mwenyekiti atarushia wenye viti wa kila diocese. Mwenyekiti wa kila diocese atarushia wenye viti wa majimbo. Na kila mmoja atarushia watu walioko katika eneo lake ili kuweza kuipata sisi sote kwa pamoja. Lakini ni njia nzuri ambako ndani yake unajifunza ujasiriamali, mambo ya teknolojia ya AI, artificial intelligence au wanasema akili mnemba, ICT, e-business, afya, mtindo wa maisha, simulizi na historia ya nyimbo zetu, lakini historia ya Biblia na hata historia ya kanisa unaipata ndani yake. Baba askofu huwa wanahojiwa. Kwa mfano kunajua atakuja kuhojiwa labda wakati fulani, historia ya diocese hii imeanza wapi, imekwenda wapi, imepita wapi. Wataalamu wa nyimbo kama yeye watahojiwa kueleza wimbo huu maana yake nini, umetokea wapi, msingi wake na unaimbwaje. Lakini pia ndani ya hii KKKT digital, nyimbo zote za Tumwabudu Mungu wetu kwa sasa zinaimbwa pale Makumira kwenye chuo chetu cha muziki. Wanarekodi nyimbo zote na liturgia zote, zile antiphoni zote. Kwa ukiwa huko KKKT digital utakuwa na nafasi ya kupata nyimbo zote. Kama hujui, unaweza ukaklik ule wimbo ikakupa sauti. Maana sasa hivi inawezekana kuna mtu ana kitabu anaimba nyimbo 10 tu na kitabu kina nyimbo 440. Maana yake ni kupoteza rasilimali. Kwa utapata nyimbo na sauti zake zikiimbwa na wataalamu ili na wewe uweze kutumia. Lakini pia kuna kujifunza data science,
graphic video na mambo mengine. Nisiingie kwa kina sana, ibada yetu imesogea sana. Andika kwenye karatasi KKKT Digital, baadaye nenda kaingie. Ukiwa na maswali, wameweka pia namba za simu na email za kuuliza. Tutakuwa tayari kushirikiana nawe kukujibu maswali hayo, lakini waambie hivi, kama vijana na kama kanisa na kama wazee, siku hizi hakuna aliyeko nyuma kwenye mambo ya mtandao, wote tuko mbele. Jamani, kuna watu ambao huwa hawaangalii WhatsApp, hata wazee. Mimi nafahamu kuna mzee mmoja wa miaka karibu 80 akaniambia, jamani, naona wenzangu kila saa mnafanya tu chwa chwa, sasa kwa nini na mimi nisipate ya kwangu ili na mimi nifanye nini? Nio ninaangalia, maana mkiangalia naona mnacheka, kuna burudani huko. Sasa hizo ni burudani za upande mmoja. Upande wa pili, kanisa limeona kwamba tusiburudishwe na mambo ya dunia, tuwe na sehemu ya kujifunza yale ya kwetu. Chini ya idara hii pia, nikitaja kwa haraka, kuna mambo ya elimu ya Kikristo. Na hapa kuna swali ambalo lipo linakuja kwetu. Siku hizi darasa la mwisho litakuwa ni darasa la 6 kwa elimu ya Tanzania. Taratibu zetu tunasema kwamba mtoto aandikishwe kipaimara na abarikiwe akiwa ana umri sio chini ya miaka 12. Hatuna jibu, ila ninyi washirika wenye watoto tujaribu kuendelea kujadiliana. Tuwapeleke na miaka 9 kipaimara, ama tuwaache wakiwa wamesha maliza msingi, wakiwa katika umri halisi ndipo waingie kipaimara, wajifunze kwa makini mambo ya kumjua Mungu wao. Hili tunaliacha kama swali kwenu, na tunavyoendelea kujadiliana tupate jibu la pamoja kama kanisa tunakwendaje. Lakini pia kuna swala la theolojia na maadili liko chini ya idara hii. Baba Askofu amesema kuna swala la muziki na jukwaa la muziki, kuna swala vyuo vya theolojia, kuna swala mahusiano ya dini mbalimbali, lakini pia kuna swala kusimamia na kushirikiana na makanisa mbalimbali yaliyozaliwa chini ya KKKT. Kule Uganda, kule Kenya, kule Burundi, kule Rwanda, kule Kongo, Msumbiji, na mahusiano na makanisa ya ndani na nje ya bara la Afrika. Hii ndio kwa sehemu idara yenu ya misioni na uinjilisti. Na chini ya idara hii wapo vijana. 60% ya kanisa kwa sasa ni vijana. Naomba niulize hapa ndani, walio chini ya miaka 35 wasimame. Chini ya miaka 35. Okay. Amen. Hongereni sana. Baba Askofu, naona wenye kanisa tusogee kidogo, chini ya miaka 40. Chini ya miaka 40. Hao ni chini ya miaka 40. Mungu awabariki sana. Hawa ndio nguvu ya kanisa, na kanisa linawatazama ninyi. Idara uwepo wake ni kurithisha. Naamini kwamba ninyi mtakuwa sehemu muhimu sana ya kurithisha kwa watoto wenu pia na wajukuu zenu. Mungu awabariki. Naomba mketi tafadhali. Mheshimiwa Baba Askofu, baada ya kusema hayo kwa kifupi na kwa haraka sana, kutambulisha kazi iliyoko chini ya idara ya misioni na uinjilisti